Hayo yamesema katika tukio maalum la kutembelea watoto wenye changamoto mbalimbali, ambapo mkurugenzi wa Umoja wa Marafiki na Urafiki Bwana Joazi Mguta ameongoza wanachama wa umoja huo kutoa faraja na msaada kwa watoto katika kituo cha Funguka Foundation kilichoposhewa jijini Mbeya. Tumeona kama sisi tunafurahi, kwa nini ndugu zetu pia wasifurahi kwa kile ambacho Mungu atakuwa ametubariki. Kwa hiyo tukaona kama tutafika hapa manake Mungu atafurahi, lakini na tutakao wakuta hapa pia watafurahi, kwa sababu kuonana ni furaha zaidi kuliko kuachana. Maandiko yanasema kwamba Mungu anafurahishwa na wale wanaotoa sadaka. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba inawezekana hii ni sehemu sahihi zaidi ya kutoa sadaka, kwa sababu dunia sasa hivi imebadilika kidogo, mambo yamekuwa ni mengi sana. Kwa hiyo tunapofika hapa naamini watu wengi wanafarijika na wanajiona kwamba wametoa sadaka sehemu ambayo ni sahihi kabisa, kwa sababu umempa moja kwa moja mhitaji. Kwa upande wake mkurugenzi wa kituo hicho Bineli Elisha amesema kuwa kituo hicho kinahudumia watoto 70 wenye ulemavu wa aina mbalimbali, yatima pamoja na wale wanaoishi katika mazingira hatarishi, akifafanua kuwa bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali katika kutoa huduma kwa watoto hao. Mimi ni mwalimu by profession, nafundisha Mwenge pale shule ya msingi. Pale kuna kitengo cha watoto walemavu. Lakini nilioshawishika kufungua kitu kama hiki baada ya kuona wale watoto wanavoletwa pale shuleni, mfano John pale alivyo. Kwenye shule zetu za serikali huwa watu wakubali, kwa sababu mtoto hajiwezi. Kwa kweli natamani kuambia jamii kuwa ulemavu sio kushindwa, na yatima sio mtoto wa kukataliwa. Yatima anaweza baadaye akajimudu, hata mlemavu pia anaweza akajimudu baadaye, hata kama hawezi kutembea au kuongea, kuna kitu ambacho anakiweza atafanya. Jamii nyingi inatenga watoto walemavu, inawafungia ndani. Kwa kupitia mlivyokuja kututembelea, tunaomba mkawe ambassador huko kwenye jamii, watoto wasifungiwe ndani, wasitengwe, wasibaguliwe. Baadhi ya washiriki walioshiriki katika tukio hilo wamesema kuwa juhudi zinazofanywa na taasisi hizo ni za kuungwa mkono, kwa kuwa zinachangia katika kuboresha maisha ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu na wanaokutana na changamoto mbalimbali. Hivyo ni vyema watu wenye uwezo kujitoa kwa ajili ya mustakabali wao. Mimi najisikia furaha, na hata usingizi kwangu utakuwa mzuri siku ya leo, sababu nimekutana na marafiki zangu wengine wale pale wale kule. Yani nimejisikia furaha sana. Nafikiri hata kila mmoja moyoni mwake amefurahi pia kwa sisi tuliofika. Sisi tuwe wa mfano, pia tukawe mabarozi huko tunakokwenda, kwa ajili ya kuhamasisha watu wengine waje waendelee kutoa msaada. Kama tulivyomsikia mkurugenzi anachotuambia kuwa hapa wana shida sana ya chakula, pamoja wana bili za maji zimekuwa kubwa mpaka wameshindwa kulipia, imefikia tu wamekatiwa, na watoto wako wengi. Watoto 70 ni wengi sana, ni sawasawa na shule ndogo ambayo imeanzishwa. Kwa hiyo tunaikaribisha jamii kwa ajili ya kuja kutoa msaada zaidi. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.